Kabisa hali ya mkoa wa Tabora ni shwari kama mnavyoona wenyewe, lakini ni taarifa ya watuhumiwa watatu ambao tumekamata wakitaka kuiba fedha kwa wateja wa benki kwa njia ya udanganyifu. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira ya saa 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kutaka kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36. Huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hawa walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa baada ya kuwakamata watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja ziko 7, daftari dogo la Spireline na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola. Walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola, lakini mfanano wa dola. Baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na walikutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja, na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia ya kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki hii rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfanano karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka kule juu, wameweka kwenye rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata tuendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaofuatilia na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha, hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linawahakikishia wananchi usalama wao na linawahimiza kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na ubadhirifu kupitia vituo vya polisi vilivyo karibu au namba za simu za Jeshi la Polisi pindi wanapoona viashiria vya uhalifu. Hiyo tulipata taarifa kabla kutoka kwa wasili kwamba kuna watu hawaelewi wamepaki gari nje, lakini inaonekana ni watu ambao wanaingia benki na kutoka. Kwa tulipata mashaka, na ndipo hapo askari polisi walifika eneo hilo na kuweka mtego na hatimaye kufanikiwa kuwakamata. Kamanda, matukio yana bado wanamshikilia kwa maana uchunguzi unaendelea. Kwa mtuhumiwa wa Kangi mahakamani, Kangi alikamatwa na Jeshi la Polisi baada ya kumfuatilia, lakini Kangi alikamatwa katika wilaya ya Urambo kwa matukio mawili. Moja tukio la patikana na bangi, lakini tukio lingine lilikuwa likifanya yeye afisa polisi, ambapo walikuwa na kitambulisho chake kimepelekwa makao makuu ya Jeshi la Polisi kuweza kuthibitisha kama ni kitambulisho cha polisi ama sipo. Baada ya majibu kutoka ndani, mshtakiwa atafikishwa mahakamani. Hapa ndio umetaja hapa kwamba mbinu ambazo wanafanya tumejaribu kuhoji na baadhi ya matukio wanaelezea walifanya Dar es Salaam, lakini bado tunaendelea kufanya taratibu kuweza kuwasiliana ni maeneo gani ili tuweze kupata taarifa za hizo kesi, tuwasiliane na wenzetu. Yaani kwanza ni kwamba mkoa wa Tabora ni mgumu sana, kwa sababu watuhumiwa wote wanafanya matukio mbalimbali uhalifu nje ya mkoa wa Tabora. Wanapofika Tabora wanakamatwa. Hilo tu kwamba tunapongeza wananchi kwa kutupa taarifa, lakini na askari wako timamu
Endapo tunapata taarifa, basi tunachukua hatua ya haraka sana kufuatilia. Nadhani waandishi wa habari wanaweza kujua ni watuhumiwa wangapi ambao wamefanya makosa nje ya mkoa wa Tabora, lakini tumewakamata na wengine tumepeleka sehemu husika kutokana na makosa waliyofanya kulingana na wizi wa utenda huko.